Katika nchi wa Indonesia, familia mkuu wa mji inafanya sherehe kubwa ya kifahari. Binti mrembo aitwaye Ning anahudumia vinywaji kwa ndugu zake, lakini hisia zake zinaharibika anapomwona mpenzi wake aitwaye Rahman akifika. Rahman anamfuata kote ndani ya nyumba, akisisitiza kuwa anaweza kueleza ni kwa nini amekuwa kimya bila mawasiliano kwa siku kadhaa. Ning anasema kwamba kama hataki kutoa posa basi asitoe ahadi. Rahman anaeleza kuwa alipanic na kuwaza kupita kiasi. Anaomba msamaha na kujitayarisha kutoa posa, lakini wakati huo huo anapigiwa simu kutoka kazini. Rahman anamwambia Ning kuwa anahitaji kuondoka, lakini anaahidi kurekebisha mambo baada ya zamu yake. Baada ya Rahman kuondoka, gari linaingia ghafla kwenye sherehe na kugonga magari mengine. Baada ya kuangalia wageni waliojeruhiwa, mkuu anakimbilia kwenye gari na kufungua mlango ili kumkemea dereva, akifikiri kuwa amelewa. Hata hivyo, dereva anaunguruma na kumrukia mkuu kisha kumng'ata shingo. Umati unapani kwa kuwa na kitu kinachofanana na zombi. Sasa nini kilitokea kikasababisha hayo yote? Turudi nyuma saa 5 zilizopita katika kiwanda cha dawa za kienyeji kiitwacho Waras, ambapo mfanyakazi anachukua sampuli za dawa yao mpya. Dawa hii bado haijaidhinishwa na serikali, lakini wamefanya kwa miezi 3, hivyo wana hamu kubwa ya kuizalisha. Sampuli moja inapelekwa kwa bosi wao aitwe Sadamin na nyingine kwa mshirika wake wa biashara anayeishi jijini. Wakati huo huo, binti wa Sadamin anaitwa Kenes anamwandaa mwanawe Raihan kwenda kumtembelea baba yake. Mume wake Kenes aitwa Rudi anaona yuko kwenye hasira na anamkumbusha awe mpole kwa sababu anahitaji kumaliza matatizo yao. Inafahamika kwamba ndoa yao iko mashakani na wanataka talaka, lakini kwanza wanahitaji Sadamin asaini makaratasi ya kuuza kiwanda kwa kuwa akifanyi vizuri. Rudi anaisha na stahili fidia kwa sababu ndiye amekuwa akiendesha biashara hiyo, na kwa pesa hizo wangeweza kutengana, kila mmoja aende zake. Kenes yuko na hasira kwa sababu kumtembelea baba yake kunamaanisha pia kumwona mke wake Karina, ambaye zamani alikuwa rafiki yake wa karibu. Walikuwa pamoja, lakini uhusiano wao uliharibika Karina alipomuoa Sadamin. Nyumbani, Sadamin anakunywa sampuli ya dawa mpya. Karina anataja kwamba kwa kuwa anastaafu wanapaswa kwenda safari na labda hata kupata mtoto wao wenyewe. Familia ya Kenes inapowasili, Karina anawapokea kwa ukarimu, lakini Kenes anakataa na hamruhusu Raihan kuwa karibu naye. Badala yake, Raihan anaenda kutumia muda na mjomba wake aitwaye Bambang, ambaye hutumia siku zake zote akicheza video games na kuishi kwa kutumia fedha za baba yake. Bambang na Raihan wanaanza kucheza na bunduki za kuchezea ndani ya nyumba, hivyo Rudi na Kenes wanamkemea Bambang kwa kuwa bado ana mambo ya kitoto japokuwa mtu mzima. Baada ya kuoga, Sadimin anaangalia kioo na kushtuka kugundua kuwa anaonekana kijana zaidi. Anasisimka sana kwa sababu inaonekana kuwa dawa hiyo mpya imefanya kazi. Sasa, ndugu mtazamaji, ngoja nikuelezee kwa kifupi kuhusu hii dawa. Dawa yenyewe inaitwa Elixir. Ni dawa inayoongeza nguvu na kurudisha ujana. Yaani kama wewe ni mzee, unarudi kwa kijana baada ya kunywa dawa hii. Pia inatibu magonjwa, lakini imetengenezwa kwa siri kwa kutumia damu ya binadamu. Matokeo yake, watumiaji huanza kubadilika kiafya na kitabia hadi kufanana na zombi. Hivyo, dawa hii inageuka kuwa hatari badala ya tiba. Haya, tuendelee. Sadimin anakimbia kumtafuta Karina chumbani kwao, na yeye pia anafurahi sana kuona dawa imefanya kazi. Kwa ujana wake mpya, Sadimin anaweza kuwa mpenzi wa Karina tena. Hakuna yeyote kati yao anayetambua jeraha la ajabu liliyopo kwenye mgongo wa Sadimin. Baada ya muda mfupi, Sadimin anakutana na watoto wake na kumkemea Rudi kwa video aliyotengeneza kukitangaza kiwanda kwa sababu hakikutengenezwa kwa mtindo wa kitamaduni. Wote wanashangazwa na jinsi anavyoonekana kuwa kijana. Hivyo, Sadimin anaamua kutoa tangazo lake kubwa kuwa hatauza kiwanda chake tena. Bambang anachukizwa na kutoka kwa hasira, huku Sadimin akiendelea kueleza kuwa kwa miaka mingi mauzo yao yamekwama, lakini sasa hatimaye na bidhaa ambayo inaweza kurudisha mafanikio. Anaipa jina liitwalo Elixir na ndiyo sababu ya ujana wake. Karina hafurahi hili kwa kuwa alipaswa kustaafu na kutumia muda mwingi nyumbani akiwa na familia yake. Sadamin anaomba msamaha, lakini bado anataka dawa ile iwe kipaumbele chake. Kane anamjulisha baba yake kwamba yeye na Rudi wanapeana talaka kwa sababu alimcheat. Anahitaji pesa kuanzisha biashara yake na kumpa Raihan maisha mazuri. Hata hivyo, Sadimin anafikiri wanandoa hao wanapaswa kubaki pamoja kwa ajili ya mtoto. Karina anajaribu kumtetea, lakini Keynes anamwambia kuwa asifanye hivyo. Kisha Keynes anaanza kumvamia Sadimin kwa kumlaumu kwamba siku zote hufanya anavyotaka bila kujali hisia zao na kwamba ndiye anayemfanya Bambang kukosa ukomavu. Yeye pia anaamini kwamba Karina alimuoa kwa ajili ya pesa zake tu. Wakati wanawake wanabishana, Sadimin anaanza kujisikia mgonjwa tena na familia inagundua maambukizi ya ajabu yanayoenea shingoni mwake. Ghafla anatapika damu nyingi na kuzimia. Rudi anakagua kifua chake na kugundua kwamba Sadimin hapumui. Wakati wote wanapaniki na kujaribu kupata ambulance au kuwatafuta watumishi. Sadimin anaamka akiwa katika hali ya kizombi. Anaunguruma na kuruka juu ya mtumishi wake akimng'ata shingo na kumwangusha chini. Kisha Sadimin anamrukia dereva wake na kumtapikia damu usoni ikimsababisha ameze kiasi. Bambang anamvuta baba yake, lakini Sadimin anajaribu kumng'ata yeye pia. Hivyo Karina na Keynes wanamshika kwa nguvu. Katika mapambano hayo, kwa
bahati mbaya, Bambang anapiga bastola yake na sindano ndefu inapita kichwani mwa Sadimin na kumuua. Wakati familia zikiwa katika msongo wa makubwa wa mawazo, Aris anajaribu kukimbia. Rudy anamfuata na kumwamuru alete polisi, lakini pia awaambie kuwa yote yalikuwa ajali. Aris anaondoka akiendesha huku akificha kuwa anajisikia mgonjwa. Wakati huo Bambang anajificha ndani ya gari kwa sababu anajihisi kuwa na hatia juu ya kumuua baba yake, lakini Keynes anamthibitishia kuwa ilikuwa ajali. Ndugu hao wanatiana moyo katika huzuni yao. Ndani ya nyumba, familia iliyobaki inastuka kuona kwamba Patty amekuwa zombi na mdomo wake umejaa damu baada ya kumshambulia mtumishi mwingine. Sasa anamrukia Karina juu ya meza na analazimika kumkanyaga kumtupa mbali. Kisha Patty anajaribu kumshambulia Rudy na mfanyakazi wa ndani anamvuta nyuma. Hili linamalizika tu pale Patty anapomngata mkono kisha shingo yake. Nje Keynes anamkuta mtumishi ambaye Patty alimngata akimla mfanyakazi mwingine. Zombi anamwona Keynes na anajaribu kumshambulia, lakini Bambang anamkanyaga kiumbe huyo kwa gari ili kumzuia. Mwili unakatika vipande viwili, lakini zombi bado anaendelea kusogea. Wakati Patty anafukuza familia iliyobaki kutoka kwenye nyumba, ndugu wao wanaingia ndani na kukuta mahali ambapo hana kitu. Ghafla mfanyakazi wa ndani aliyebadilika kwa zombi anatokea na kuwakimbiza. Hivyo ndugu hao wanatoka tena nje ya nyumba wakikimbia na kufunga mlango. Keynes anaendelea kujaribu kumpigia Rudy lakini hapokei simu. Wanaporejea kwenye gari wanagundua nusu ya mwili wa yule mtumishi umepotea. Wakati huo nusu ya juu ya zombi anatokea na kujaribu kuwashambulia. Hivyo Bambang anamkanyaga chini na ndugu hao wanaingia kwenye gari ili kutoroka. Watumishi wote waliobadilika kuwa zombi wanakimbia kuwafuata. Wakati huo Baris anaelekea kituo cha polisi kwa kuendesha, lakini naye anabadilika kuwa zombi pia. Hii inamsababisha kupoteza udhibiti wa gari na kuelekea kugonga kwenye sherehe ile ya kijiji. Sasa hapa ndipo movie yetu ilipoanzia. Hivyo tuendelee na movie yetu. Baada ya Aris kumng'ata mkuu, Aris anakimbilia kwenye sherehe akishambulia wageni wote waliotaharuki. Tukirudi kwa kundi la Karina, wanakuta lori kando ya barabara, lakini kwa bahati mbaya limefungwa. Wanamsikia Patty akisogea kwa ukaribu, hivyo wanakimbia kujificha. Patty anajaribu kuwatafuta ndani ya lori lakini hawaoni, hivyo anaondoka. Hata hivyo anarejea anaposikia simu ya Rudy ikilia. Familia inapigana na Patty pamoja, kwani anaendelea kujaribu kumng'ata yoyote aliye karibu. Baada ya mapambano mengi, Karina anakuta uma mrefu mfano wa leki ndani ya lori na kumchoma Patty begani. Ghafla mvua inaanza kunyesha na maji yanamfanya Patty kuganda, hivyo kundi linapata nafasi ya kukimbia. Kisha Rudy hatimaye anapokea simu na anamwambia Keynes wakutane nao kwenye nyumba ya mkuu. Baada ya dakika chache, kundi la Karina linafika kwenye sherehe na kugundua kwamba kila mtu amekuwa zombi hapa pia. Wanaanza kujipenyeza kimya, lakini Aris anaruka juu ya mfanyakazi wa nyumbani wa Karina ili kumng'ata. Kelele za kupiga moyowe zinawavutia zombies wengine zaidi, hivyo Rudy anamvuta Karina na Raihan kuingiza ndani ya nyumba na kufunga milango yote. Zombies wengine wanaishia kumla mfanyakazi huyo pia. Hatimaye ndugu hao wanafika kwenye sherehe na kuona mauaji hayo. Keynes anampigia simu Rudy naye anaeleza kwamba wamekwama ndani. Keynes aliyekata tamaa anaanza kupiga honi, lakini hii inawavutia zombies ambao mara moja wanaanza kulifuata gari. Bambang anaondoka haraka akiendesha na zombies wanawafuata. Hivyo sasa wako huru mitaani na wanawashambulia watu wowote wanaowakuta njiani. Kwa kuwa zombies wameondoka, Rudy, Karina na Raihan wanaondoka ndani ya nyumba na kujaribu kuingia kwenye gari la Sajimin, lakini ajali imeharibu gari hilo kiasi kwamba haliwezi kufanya kazi. Wakati huo mfanyakazi wa nyumbani aliyekuwa zombi anawaona na kuanza kuwafukuza. Karina na Raihan wanajificha ndani ya nyumba iliyo karibu, huku Rudy akibaki nje kuilinda familia yake. Karina anasikia kelele za Rudy akiwa anapambana na mfanyakazi huyo hadi ghafla anaingia ndani na kufunga mlango. Rudy amefunikwa na damu lakini anaapa kwamba yuko sawa. Karina anapokuwa anatafuta kitambaa cha kumfuta Rudy, anatambua kuwa mkononi ana alama ya kung'atwa. Anamkumbatia Raihan na kumwambia kwamba anampenda kabla ya kumuomba akae na mama yake. Karina anaporejea ndani ya chumba anagundua kwamba Rudy amekuwa zombi. Anamrukia Karina na kujaribu kumng'ata, lakini Raihan anamvuta mbali na Rudy anamshambulia mvulana huyo badala yake. Karina anavunja chupa kichwani mwa Rudy na kukimbia na Raihan kwenda kujificha katika chumba kingine, wakifunga mlango mbele ya uso wa zombi. Rudy anaendelea kuupiga hadi anaingilia ndani, hivyo Karina anajiondoa kando na kumruhusu aingie kwa kasi na kumfanya Rudy kuchomwa na mpini wa pumbo. Namaanisha pampu ya maji. Kisha Karina na Raihan wanaondoka kwenye chumba na kuufunga mlango. Ghafla wanashtuka mtu anapoingia, lakini kumbe ni Ning. Wanasikia kelele na Ning anachungulia ndani ya chumba kingine na kugundua kwamba Rudy bado yuko hai. Wakati huo barabarani, ndugu hao wanagombana juu ya nini cha kufanya. Msongo huo unawasababisha karibu wagonge lori, na wanapoliepuka wanapoteza udhibiti wa gari na hatimaye kugonga. Dereva wa lori anakuja kuwachunguza na kuwasaidia kutoka kwenye gari kabla ya Bambang kutapika. Kundi la zombies linawafikia na kuruka juu ya lori kuwaua abiria wote. Dereva anakimbia kujaribu kuwasaidia watu wake, lakini naye pia anauawa. Ndugu hawa wanakimbia na hivi karibuni wanafika katika kituo cha polisi. Polisi wanachanganyikiwa na simulizi yao na wanaamua kwenda kuangalia hali ilivyo, huku wakimwacha Raman awahudumie ndugu hao. Wakati polisi wanapokuta lori, mazombi mara moja wanaanza kuwafuata. Afisa mmoja anarusha bomba la gesi, lakini haliwaathiri viumbe hao. Mazombi wanaruka juu ya polisi na kuanza kuwatafuna, isipokuwa kapteni ambaye anafanikiwa kufyatua risasi. Hata hivyo, risasi hazifanyi chochote na anamng'ata pia. Shukrani kwa simu ya Karina, Ning sasa anaweza kumpigia Raman ambaye anaeleza kuwa hawezi kuondoka kituoni bado. Ning anapoanza kueleza kilichotokea, Raman analazimika kukata simu na kapteni ambaye anaingia ndani kwa haraka na kuwafanya wengine wafunge mlango. Zombies wanaanza kupiga mlango, hivyo kundi linaziba kwa simani kuzuia. Raman anapiga simu hospitali
hospitali kuomba gari la wagonjwa, lakini wameshachelewa tayari, kwa sababu kapteni sasa anaanza kubadilika na kuwa zombi. Bambang anachukua bunduki ya Rahman na kufyatua risasi, lakini zombi anaanguka kwa sekunde moja tu kabla ya kumrukia Rahman ambaye anamsukuma haraka. Kisha kapteni anamrukia Bambang, hivyo Kenneth anampiga kwa chupa ili kumrudisha nyuma. Bambang anamnyunyizia kizima moto lakini hakifanyi kitu. Rahman anachukua kiti kifupi na pamoja na kundi wanakitumia kumsukuma kapteni ndani ya selo ambayo wanaifunga mara moja. Nje ya kituo, makumi ya zombies wanaziba mlango wa kutokea. Rahman anapigia simu kituo kingine cha polisi kuomba msaada, huku Kenneth akijaribu kumpigia Rudy. Kwa kuwajibu, Kenneth anavujika moyo na Bambang lazima mfariji. Wakati huo Kenneth anapata simu kutoka kwa Karina ambaye anamruhusu azungumze na Ryan ili kuthibitisha yuko salama. Hata hivyo, lazima pia mjule Kenneth kwamba Rudy amekuwa zombi na hii inamvunja Kenneth moyo tena. Bambang anaahidi kuwa atakuja kuwachukua mara tu atakapopata msaada kutoka kituo kingine cha polisi. Zombies wanavyoendelea kuenea mjini, ndugu hao lazima washikilie mlango usifunguke. Rahman anapokea simu kutoka kwenye kituo kingine cha polisi wakimwambia hawawezi kuondoka kwa sababu nao wamezungukwa na mazombi. Simu inakatika, afisa mwingine anapouawa pia. Watu watatu hao wanapanda hadi kwenye roshani na kutazama zombies wakienea kila mahali. Kenneth anampiga Karina kueleza hawawezi kutoroka na wanaishia kukumbushana nyakati za zamani. Karina anaapa kwamba alimpenda Sadimin, lakini anakiri pia alipaswa kuzingatia hisia za Kenneth. Kwa upande wake, Kenneth anaomba msamaha kwa tabia yake na anakiri kwamba anamkosa rafiki yake wa dhati. Pia anamwomba Karina amlee Ryan ikitokea jambo lolote kwake. Karibu na kituo cha polisi, kipaza sauti kinaanza kutoa zana ya kuswali na zombies wanavutwa na sauti hiyo na wanakimbia kuelekea huko. Rahman anakumbuka kwa polisi walikuwa wametegesha fataki kadhaa mapema, hivyo anawasha moja na kuitupa katikati ya shamba. Mlio huo mara moja unawafanya mazombi kukimbilia pale na hivyo kuachia mlango wa mbele. Baadaye Rahman anawafanya kila mtu avae vifaa vya kujikinga na kuchukua bunduki kabla ya kuondoka, hivyo anamuita Ning ili kumhakikishia kuwa wako njiani. Mazombi wanarudi tena kwenye mlango, hivyo wavulana wanafungua mlango kidogo kuwasha fataki nyingine. Hata hivyo, kwa bahati mbaya wanaidondosha chini na inapasukia ndani na kuwavuta mazombi wengi zaidi. Bambang na Rahman wanajaribu tena na safari hiyo wanafanikiwa kutuma fataki kadhaa kuruka hewani. Kwa hiyo mazombi yanayekimbiza na kuacha njia iwe wazi. Kundi hilo linaondoka kituoni mara moja na linajaribu kutafuta gari, lakini linakuta mazombi wachache mtani. Rahman anafyatua risasi na hatimaye anafanikiwa kumuua zombi mmoja, jambo linalomfanya tambue kwamba wanakufa tu wakipigwa risasi kichwani. Bambang pia anafyatua risasi na pamoja na uangusha ule msururu mdogo wa mazombi waliokuwa wakiziba barabara. Hata hivyo, mlio huo unawavutia mazombi wengi na wanaanza kurudi. Watatu hao wanajikinga kwa ngao za gasi na kuwapiga risasi viumbe wachache, lakini ni wengi mno na muda si mrefu wanajikuta wamenaswa. Wakati mwanga mkali wa radi unapopiga angani, Rudy anachanganyikiwa sana kiasi kwamba anavunja kifaa cha pampu ili ajikomboe. Anaanza kupiga mlango kwa nguvu na mlio huo unawavuta mazombi walioko nje. Sasa wanawake wanalazimika kushikilia mlango wa mbele usifunguke. Kwa bahati mbaya, mazombi wanavunja madirisha na kujaribu kuingiza mikono yao ndani. Wakati huo, radi nyingine inapiga na mazombi walioko barabarani wanaganda kwa sekunde chache kabla ya kuwarukia watatu hao tena. Ghafla mvua inaanza kunyesha na mazombi wote wanarudi nyuma, wakisimama chini ya maji wakiwa kama wamepigwa na bumbuazi. Sasa kwa nini mazombi katika movie hii hivi? Baada ya mvua kunyesha, hii ni kwa sababu dawa ya Elixir ilikuwa ina udhaifu mmoja tu, ambao ni kushindwa kufanya kazi endapo mazombi hao wakipata maji baridi. Mvua inapoingia kwenye ngozi yao inaharibu mfumo wa neva na kufanya miili yao izime kwa muda, na hivyo wakawa kama sanamu, hawangeweza kutembea wala kung'ata. Lakini mvua ikiisha na miili ikikauka, basi wanarudi kawaida na kuwa hatari tena. Haya, tuendelee. Binadamu wale watatu wanatumia nafasi hiyo kutoroka. Ndani ya nyumba, mvua inawafanya na zombi waondoke dirishani. Karina anaangalia nje na gundua kwa mvua inawatuliza mazombi, hivyo wanapaswa kuondoka. Kwa bahati nzuri, Ning anayo baiskeli na kundi lote linapanda kwa wakati ule ule Rudy anapofanikiwa kuivunja ile milango. Watatu hao wanaendesha na Rudy anajaribu kuwafuatilia, lakini anaganda mara tu mvua inapomgusa. Dakika chache baadaye, mvua inaisha na mazombi mara moja wanazunguka Rahman na Bambang. Kenneth anajaribu kukimbia, lakini anang'ang'aniwa na zombi, hivyo anampiga risasi kichwani kumwangusha. Viumbe zaidi vinamfuata na yajaribu kufyatua risasi, lakini anagundua hana risasi tena. Wakati wavulana wanakimbilia kurudi kituoni, Kenneth anafika kwenye lori na anamkwepa zombi anajitokeza. Anajifungia ndani na anajaribu kuwasha gari, lakini hafanikiwi. Wakati huo, kundi la Karina linawasili kwa baiskeli na Kenneth anapiga honi kuonyesha mahali alipo. Watatu hao wanataka kuondoka, lakini baiskeli haigomi na mazombi wanawafuata. Ghafla, fataki zinaanza kuangaa kwenye angani na kundi na mazombi linakimbilia mlio huo. Kwa hiyo Kenneth anaweza hatimaye kutoka ndani ya lori na kuungana tena na mwanae. Wakati huo mzuri anakatizwa na yule mfanyikazi wa ndani aliyekuwa zombi kujitokeza barabarani. Karina na Kenneth wanamsukuma nyuma na Ning anamchoma kichwani kwa kisu. Kwa kuwa fataki sasa zimeisha, kundi la mazombi linarejea na kikundi kinakimbilia kujificha ndani ya lori. Baada ya kuwapigia simu wavulana kuthibitisha kuwa bado wako hai, kikundi hatimaye kinafanikiwa kuwasha lori na kukanyaga mazombi wote walioko barabarani wanapoendesha mbele. Kwa bahati mbaya, breki hazifanyi kazi na lori inagonga moja kwa moja kituo cha polisi. Rahman anaungana tena na Ning, lakini mguu wa Bambang umenaswa chini ya kabati lililoanguka. Hivi karibuni, mazombi wanazunguka kituo na
na kupanda juu ya vifusi ili kuingia. Rama na Bambang wanawasha moto wa risasi haraka, wakati Karina anafunga mlango wa lori ili kumfunga kiumbe mmoja ndani. Mazombi wachache wanauawa, lakini wengi zaidi wanaendelea kuingia. Bambang anamwambia Karina ukague mlango wa pembeni na anathibitisha kuwa huko wazi kwa sababu mazombi wote wako mbele. Kikundi kinajaribu kumwokoa Bambang, lakini kabati limekwama chini ya lori na hawawezi kulisogeza. Bambang anawaomba waondoke bila yeye. Katika chumba kingine, Ning kwa bahati mbaya anagonga chumba cha mahabusu na kungatwa na Captain. Raman anamvuta na kumwondoa haraka, kisha anamfyatulia Captain risasi kwa hasira. Mazombi zaidi wanavunja na kuingia na anajaribu kuwafyatulia risasi, lakini wanamzingira haraka na kumngata pia. Wakati wenzi hao wakianza kuliwa taratibu, Raman anatoa pete na kumpa Ning, hivyo wanakufa wakiwa wameshikana mikono. Kwenye sehemu ya kuingilia, Kina anachukua bunduki na kuwapiga risasi zaidi mazombi wanapoingia, lakini anaganda anapomua na Rudi. Bambang anajaribu kumpiga risasi Rudi, lakini anakosa na kuishiwa risasi. Rudi anamrukia Kinesi na Raihan anajaribu kumsaidia mama yake. Hata hivyo, Kadina anamvuta mvulana na kumuondoa hapo. Rudi anapowafuata, Bambang anashika mguu wake kumwangusha na Kina anamshikilia chini ili Karina aweze kumpiga risasi kichwani. Baada ya hapo, Bambang anawasha fataki ili kuvutia uangalizi wake kwake, huku Kin, Karina na Raihan wanakimbilia nje kupitia mlango wa pembeni. Muda mfupi baadaye, kundi lote la mazombi linavunja na kuanza kumla Bambang, ambaye anatupa fataki kuelekea lori. Mafuta yaliyomwagika yanawaka moto na kulipuka na kuilipua jengo lote. Mazombi wanateketea na fataki zilizokamatwa zinaangaza angani. Kikundi cha Karina kinafika barabarani na kutafuta gari linalofanya kazi. Hata hivyo, Kinesi anaganda anapoona amengatwa. Anamkumbatia Raihan na kulia wakati anamwambia hawezi kwenda nao. Kisha anamkumbatia Karina na kumwomba mtunze Raihan kabla ya kuchukua bunduki yake. Wakati huo, nusu ya kundi la mazombi linaonekana barabarani likiwa na moto mgongoni, hivyo Kinesi anawasha fataki ili kuvutia uangalizi wao, huku Karina na Raihan wanakimbia kwa baskeli. Wawili hao wanapokuwa mbali vya kutosha, Kinesi anatembea hadi katikati ya shamba na kujimaliza. Asubuhi, Karina na Raihan wanavuka daraja kuelekea katikati ya jiji bila kujua kwamba Pati anawafuatilia. Wakati huo mjini, mshiriki wa biashara wa Sadimin anapekea sampuli ya elixir na kulinywa. Mume wake anashangaza sana na jinsi anavyoonekana kijana, na hapo ndipo movie inapoishia.